Bwana Yesu asifiwe. Nami naitwa Ian Kitum Kirwa. Nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nashukuru Mungu kwa neema ambayo amenipa hata na siku ya leo nikaweza kufika katika lunch hour katika stesheni ya Aluema TV Kenya. Ni stesheni ambayo imejenga na imesaidia wengi katika kueneza habari ya Kristo Yesu. Na hata hivyo basi, mimi natoka upande wa Full Gospel Churches of Kenya, KCSLCA Mata Church, na mimi nimeokoka. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Amenikomboa, amekuwa kimbilio katika maisha yangu. Nilipokuwa nikiishi katika ulimwengu wa mauti na ulimwengu wa giza, lakini Mungu kwa neema yake akanitoa katika mauti. Na hata hivyo basi, siku ya leo nashukuru Mungu kwa kuwa amenipa ujumbe ya kwamba Kristo Yesu afungua uchungu wa mauti. Na nikiwa katika stesheni ya Aluema TV Kenya, ninashukuru Mungu sana kwa nafasi pekee ambayo amenipa katika stesheni hii. Na hata hivyo basi, wapendwa, ningependa tuweze, kabla sijaingia katika neno, ningependa tu niseme kwamba mara nyingi kama wanadamu tumeishi katika maisha ya kutezeka, tumeishi katika maisha ya kubabaika, tumeishi katika maisha ya kubeba msalaba mzito tusiofahamu. Lakini tukiangalia katika neno la Mungu ikasema kwamba hatuishi tena kama watumwa, hatuishi tena tukiwa watumwa wa dhambi, bali kama watumwa wa kazi wa Mungu. Kwamba tumekubali tufanye kazi ya Mungu tukiwa tumepata kukombolewa. Maana mtu akishafunguliwa katika minyororo ya yule adui shetani, anafanywa kiumbe kipya, na akishafanywa kiumbe kipya anatiwa nguvu, na neno la Mungu likajaa ndani yake, na neno la Mungu likaingia katika moyo wake, na akawa kiumbe nyingine, kwamba si mtumwa tena ama hayuko tena katika mauti, lakini maisha yake ameingia katika uzima wa milele. Na hata hivyo, kabla sijasidi, tuombe katika jina la Yesu. Baba mwenye enzi, na kushukuru katika ibada hii. Mfalme, na kushukuru Bwana kwa msikilizaji ambaye anasikiliza, na hata mtazamaji anayetazama stesheni hii ya Aluema TV Kenya. Baba mwaminifu, kawabariki na kuwawezesha kwamba hata na maisha yao isibaki jinsi walivyo, kwamba wanaposikia stesheni hii kila wakati wakapata kubarikiwa katika jina la Yesu. Asante kwa neno lako Mfalme mwaminifu, ukatubariki na kutuwezesha kupitia neno lako. Asante Bwana hata kwa ibada ya siku ya leo. Tuwezeshe Mfalme na kututendea mema katika jina la Yesu Kristo, naomba hata na kuamini. Amen. Asante wapendwa, kwamba tunapoendelea kutazama neno la Mungu ni kwamba Mungu atuwezeshe. So hatua ya kwanza ni kwamba hatuishi tena kama watumwa wa dhambi, bali kama watumwa wa kazi wa Mungu. Neno nyingine akasema kwamba ameondoa uchungu wa mauti, ameondoa masikitiko yetu, ametupa matumaini. Ametupa matumaini kwa kuwa tulikuwa tumeishi kama kondoo waliopotea, lakini kwa Mungu kumtuma mwanawe Yesu Kristo tumepata ukombozi na tukakuwa na matumaini tena. Akaondoa ile masikitiko tuliyokuwa nayo, akaondoa ule mzigo ambao tulikuwa tunabeba, kwamba tulikuwa tunaishi kuwa watumwa wa mauti, tukaishi kuwa watumwa wa shetani. Lakini Mungu alipomtuma mwanawe Yesu Kristo akatufungua wapendwa, kwamba akaondoa kila uchungu, akabomoa kila mauti, akabomoa mauti ya mwili, akabomoa hata na mauti ule tena wa pili, kwamba tukakuwa na matumaini kupaingia katika raha ya Bwana, tukakuwa na matumaini kupaingia katika uzima wa milele kupitia Yesu Kristo, tukapata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Hata neno ikaendelea ikasema kwamba habari ambayo ukiangalia katika neno, hata na Daudi akasema kwamba, akasema habari ya Daudi ni kwamba nalimwona na Bwana mbele yangu siku zote, kwamba licha ya kwamba atakapotoka katika ulimwengu huu wa mwili, kwamba atakapoingia katika ule ufalme wa kufaa mwili wa utukufu wa Bwana, ni kwamba atamwona Mungu milele, atamwona Kristo Yesu,
na ataona maisha nyingine ambayo si ya kawaida, maisha ambayo tumefalishwa mwili mpya, mwili usioharibika, mwili ambao ni utukufu wa Bwana. Na neno akasema kwamba Kristo tumpendezwae naye. Leo hii tuna furaha, hatukufi kama wengine, lakini tunaishi na kumwomba na kumwona Mungu. Hatukufi maana tuna matumaini kwamba tunapokuwa katika njia za Kristo Yesu, kwamba tunapokuwa katika Bwana, kwamba tunapokaa katika kumtumaini Yesu, kwamba tunapokaa katika kuenenda njia zake, tunapata kuingia uzima wa milele. Maisha yetu inabadilishwa, tunapata wokovu, mwili yetu inabadilishwa na kupaingia katika raha ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata na siku ya leo ninanena kwa ujasiri nikisema kwamba tuna furaha, tuna tumaini na tunafurahi tukijua kwamba kuna siku tutamuona Mungu, kwamba maisha hii si maisha ya bure, lakini tuna matumaini ya kuona ulimwengu mwingine. Na hata na milango nyingine katika hatua nyingine kasema, na mwili wetu utakaa katika matumaini, kwamba hata na mwili wetu utakaa katika matumaini. Tunapokuwa hapa duniani tunakaa tukijua kwamba tunaenda mahali pazuri, tunakaa tukijua kwamba tunaenda mahali pa raha, hatuangamii, hatuteketei, hatuendi katika mauti, lakini tunajua tunapaingia katika raha ya Bwana. Maana yule ambaye amekuja amebomoa mauti, akatupa uzima, ameondoa uchungu, akaleta raha ndani yetu, ameondoa masikitiko, akaleta ushindi ndani yetu, ameondoa hata na uchungu na akatupa uzima katika jina la Yesu. Na huyo ndiye Yesu Kristo, kwamba pasipo Yesu Kristo hakuna kupaingia raha ya Bwana. Pasipo Yesu Kristo bado unatembea na umauti. Pasipo Yesu Kristo bado unatembea katika hatari. Pasipo Yesu Kristo wewe ni mtumwa wa Shetani. Pasipo Yesu Kristo umefanyika kuwa mfungwa, maana yule adui anaandama maisha yako ili kukutekeleza, ili kukuharibu, ili kukuteketeza uende mahali pabaya. Lakini nina habari njema siku ya leo kwamba utakapokubaliana na Kristo Yesu, kwamba utakapokiri kwamba Kristo ndiye mwokozi wa maisha yako, unaingia katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Hata hivyo basi, nataka tusome neno kwa ufupi. Neno ambayo tunaenda kusoma ni katika Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 2:31. Matendo ya Mitume 2:31 ikasema, yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hii ndio habari ambayo tumepokea, kwamba mwili ambaye wa Kristo Yesu haukuona uharibifu, kwamba yeye alifufuka na akafufuka na uwezo wa Mungu, akafufuka katika mwili nyingine ya utukufu wa Bwana. Maana ule mwili uliopigwa ni kumaanisha kwamba alipigwa kwa mwili, lakini alipofufuka hata na mwili wake yeye hakuingia kuzimu, ama mwili wake hakuingia katika uharibifu, lakini uliingia katika utukufu wa Bwana. Na neno ikiendelea ikasema kwamba Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tu mashahidi wake. Basi yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba amekimwaga, amekiweka uzima ndani yetu, amemwaga baraka ndani yetu. Kwamba yeye alipopaa akatuletea uzima, yeye alipopaa akatupa ushindi, yeye alipopaa akatufanya sisi tuwe huru, akatufungua katika minyororo ya kuishi katika utumwa. Na ukiangalia katika hatua nyingine akasema kwamba hatutaona uharibifu wala hatutaingia kuzimu, bali sisi tuwa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hatutaona uharibifu wala hatutaingia kuzimuni, maana tumeshakubaliana na Kristo Yesu kwamba yeye ndiye mwokozi katika maisha yetu, na anapokuwa ndani yetu tunapa ujasiri kusema kwamba tunapaingia katika raha ya Bwana. Tuna ujasiri kushuhudia na kukiri
kwamba tunaenda mahali palipo bema, maana tunamfahamu yeye tunayemtumikia, tunamfahamu yeye ambaye ametukomboa, tunamfahamu yeye ambaye ametufungua, tunamfahamu yeye ambaye ameweka uzima ndani yetu. Na leo tunashuhudia kusema kwamba kuna mahali, kuna mji ulio mzuri, kuna mji wa baraka, kuna mji ulio wa raha, kuna mwili ambao tutauona siku ikifika katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ushindi katika jina la Bwana. Na wewe ambaye umeishi katika kuhangaika, wewe ambaye umeishi katika kutezeka, wewe ambaye umeishi haujui ni wapi utakakoelekea, wewe ambaye umeishi haujui ni maisha gani unakoishi, ni vyema kumrudia Kristo siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Na neno kaendelea kasema kwamba roho yake haikuachwa kuzimu. Tazama, roho yake haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu. Ni neno la ajabu, ni neno la ajabu kwamba kuna siku hatutaingia katika uharibifu, hata na miili zetu haitaingia katika uharibifu, hata miili zetu haitawachwa katika kuzimu. Tuna matumaini kupaingia mahali pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uzima katika neno la Bwana, kuna uzima wapendwa, kuna uzima wa milele, kwamba mkuu wa uzima akauliwa, lakini Mungu akamfufua tena ili sisi tuwe hai. Hata leo alifufuliwa ili tukuwe na hai, ili tuwe na uzima. Alifufuliwa tena ili atuchukue katika uzima wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Neno ikasema kwamba, ikaendelea ikasema, watu waliomba wafunguliwe muuaji. Wakati Pilato alipoarifu kufunguliwa, watu wakapiga kelele. Tazama tu kwamba licha kwamba hakuwa ameonekana katika hatia, hakuwa ameonekana na ubaya, hakuwa ameonekana ametenda dhambi, lakini katika karama ile ya mbinguni, kwamba apitie haya yote ili sisi tuweze kukomboleka hata leo, kwamba apitie uchungu, apitie masikitiko, apitie ile kichapo aliyochapwa, ili mimi na wewe leo unayesikia katika unanitazama katika stesheni hii, ni kwamba uweze kuingia katika uzima wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kupokea uzima, ili uweze kuingia katika mbinguni, ili uweze kuingia katika mahali pa raha ya Bwana, ni kwamba ni mpaka umebadilika katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye umesikia neno la Bwana, ni kwamba tu nikikamilisha katika neno tu kwa ufupi, nataka tuangalie pale tu chini, pale Matendo ya Mitume 32 tukianzia 33. Neno ikasema, basi yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kusikia. Maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wa kuume hata nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Haya tu ni habari tu kwa ufupi, lakini tumeona habari juu ya Kristo Yesu, kwamba yeye amekuja ili sisi leo tuweze kupata uzima. Yeye amekuja ili tuweze kuingia katika uzima wa Bwana. Ni kwamba ili tuweze kuingia katika uzima wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kuingia katika mahali pana raha, ili tuweze kutoka katika utumwa huu ambao tumeishi katika kuhangaika, wapendwa, ina hali kuna Kristo Yesu ambaye amechukua masikitiko yetu, yeye amechukua laana zetu. Hatufai tena kukaa maisha ya utumwa, hatufai tena kukaa katika mateso, bali tunapaswa kukaa na furaha na kufurahi tukijua kwamba kuna Mwokozi ambaye ametukomboa katika jina la Yesu Kristo, na tena kwamba hakuna silaha yoyote itakayoelekezwa kwetu itakayofaulu, maana yeye ametusingira katika damu yake. Yeye ametufunika kwa hema yake, hema iliyojawa na utukufu ambao ni uwezo wa Bwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Pengine hata uko mahali hapo siku ya leo umekuwa ukitazama stesheni hii ya Luema TV na unasema kwamba hakika mchungaji,
nimesikia ujumbe na ningependa kuokoka na kumrudia Bwana, ukaweza kurudia maneno haya hata na nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako na nimeamua kukata kauli iliyo bora, kwamba nimeamua kukurudia, kwamba nimekiri hata na sasa kwamba wewe ndiye Kristo na Mwokozi wa maisha yangu. Sema, Bwana Yesu, nikomboe. Sema, Bwana Yesu, andika jina langu katika kitabu cha uzima na ufute jina langu katika kitabu cha mauti. Kuanzia leo nimekiri kwamba Kristo ndiye Mwokozi wa maisha yangu. Nimekubali kufuata Kristo. Nimekubali kuacha kila maovu ili niweze kuingia katika uzima wa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Baba mwenye enzi, na kushukuru na kuinua na kuhimidi Bwana, hata na katika ibada hii ambayo tumeweza kupita. Mfalme mwaminifu, asante kwa kunena pamoja nasi. Mfalme mwaminifu, kwamba Bwana neno lako litaangukia mahali pana udongo ulio bora, pana udongo ulio njema, kwamba Bwana mwaminifu, yeyote atakayelitazamia kupitia stesheni hata hii Alwema TV, kwamba Bwana maisha yao ikabadilishwa kupitia stesheni. Mfalme mwaminifu, maisha ya watu wako ikabadilishwa Bwana, kwamba hawatabaki jinsi walivyo, bali wataishi maisha ya kukuogopa na maisha ya kukutafuta Bwana, kwa kuwa kwako kuna ushindi, kwako kuna uzima, kwako kuna amani, kwako kuna ushindi na hata raha tele Bwana. Asante hata Mfalme mwaminifu, na hata na ndugu huyu Maxwell, Mfalme mwaminifu, ukazidi kumbariki na kumuinua, ili hata na siku nyingine Mfalme mwaminifu, kupitia stesheni hii Bwana, tukatoa ushuhuda makuu ambayo umeweza kutenda. Mfalme mwaminifu, bariki director huyu Mfalme Jehova, kwamba Mfalme mwaminifu, kuna maono makubwa Jehova kupitia stesheni hii, kwamba Mfalme itakuwa ni stesheni ya kupeana habari zako Bwana mwaminifu. Asante Jehova kwa uwezo wako, katika jina la Yesu Kristo naomba hata na kuamini, amen. Kwa hivyo asanteni na karibu tena siku nyingine.